Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Godwin Mawanja kwa habari za kibiashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Katibu Mkuu Dr. Muyungi atembelea mradi wa uzalishaji samaki, asisitiza vijana kuchangamkia fursa. Asante sana na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tueleza kuwa Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amehimiza wananchi hususan vijana kuchangamkia fursa zinazopatikana kutokana na uhifadhi wa mazingira ili kujipatia kipato. Dr. Muyungi ametoa msisitizo huo alipofanya ziara katika kituo cha kuendeleza ukuzaji viumbe maji cha Ruhila kilichopo manispaa Songea mkoani Ruvuma. Amesema katika ziara hiyo amejionea namna mradi huo unavyoweza kuchagiza sekta ya uchumi wa bluu ambayo Ofisi ya Makamu wa Rais inayosimamia kwa kuhamasisha ufugaji wa samaki ambao huchangia kipato. Aidha, Dr. Muyungi ameelezea kuwa hifadhi endelevu ya mazingira ambayo imechangia kuwepo kwa mabwawa ya kuzalisha na kufugia samaki katika eneo hilo imegeukia fursa. Sanjari na hilo, Dr. Muyungi amesema serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais katika utekelezaji wa Dira 2050 ambayo nguzo ya 3 inazungumzia masuala ya hifadhi ya mazingira ni hatua mojawapo ya kuhakikisha sera ya uchumi wa bluu inatekelezeka ipasavyo. Tumefurahishwa na nyote mmeona kwamba katika ziara yetu pia tumefurahishwa kuona kwamba hiki kituo sasa kinapanuka. Tuna msaada mkubwa wa serikali, lakini kinapanuka pia kwa mwitikio wa wananchi. Wamesema wenyewe kwamba wanatarajia sasa kuzalisha zaidi ya tani 25,000 kila mwaka, kwa maana ya kuweza sasa kusambaza nyanda za juu kusini na kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata sosi ya vifaranga ambao wataenda kutumia. Kubwa ambalo wamelisema pia, wameuseti mradi uwe mradi hasa kwa vijana ambao utawabadilishia kuwaongezea kipato, lakini mradi pia usafishaji miji yetu. Sasa hivi kama nilivyosema, uchafu ambao unazalishwa umekuwa sasa chanzo cha protini ambayo inahitajika katika mradi huu. Kwa upande wake, afisa mfawidhi wa kituo cha ukuzaji viumbe maji cha Ruhila Bwana Luka Mbwena amesema kituo hicho ambacho kinasimamiwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kinaendelea kuibua teknolojia rafiki kwa mazingira, hasa kwa wafugaji wa samaki. Kwa hapa tunazalisha samaki aina sato kwa maana Oreochromis niloticus, lakini tuko kwenye majaribio ya kuzalisha samaki ambao ni sato wa asili wa Ziwa Nyasa Oreochromis chiranus, na wako kwenye hatua ambayo tumekaribia kuanza kuzalisha vifaranga. Lakini kwa upande wa mabwawa wa kituo hiki kimeanzishwa mwaka 1954 kabla nchi ilikuwa haijapata uhuru, lakini lengo ilikuwa ni kuongeza lishe kwa wananchi, na lengo pia lingine ilikuwa ni kuongeza upatikanaji wa vyanzo mbadala pia vya protini ikiwemo samaki kwa wananchi wanaozunguka. Wafanyabiashara nchini wamehimizwa kuanza kujipanga mapema kunufaika na fursa zinazotokana na mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027, wakieleza kuwa tukio hilo litachochea ukuaji wa biashara, utalii na uwekezaji kutokana na idadi kubwa ya wageni watakaotembelea Tanzania. Akizungumza Alhamisi Julai 16 jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya T9 Communication Opportunity Plus Othman Abdulrazak amesema AFCON 2026 si tukio la kimichezo pekee, bali ni fursa kubwa ya kiuchumi inayopaswa kutumiwa na wafanyabiashara wa sekta zote, wakiwemo wauza vyakula, viatu, mavazi, bidhaa mbalimbali na watoa huduma ili kuongeza kipato cha kukuza uchumi wa nchi. Sababu sisi katika mfumo wetu watakuja watu wengi. Wafanyabiashara wa Kariakoo, msiye mkaona tumewaacha. Watu wengi watakuja Kariakoo kuangalia Kariakoo kuna nini, kuna mfumo gani, watanunua vitu. Sisi tutaweka verification katika system yetu, ambapo mtu anaweza kuja kununua vitu bila kutumia hela. Asija kaona lazima milioni 3 milioni 4, la. Huja kutumia hela. Utatumia system yetu, mwananchi atapata faida na hela yake itaingia, lakini pia yule mgeni atakuwa na usalama katika kubeba pesa. Aidha, amesema kampuni hiyo imeandaa mfumo wa kidijitali utakaounganisha wafanyabiashara na wageni watakaofika nchini, kurahisisha malipo, kutangaza bidhaa na huduma, pamoja na kukusanya takwimu zitakazosaidia kubeba mchango wa AFCON katika uchumi wa Tanzania na kuboresha maandalizi ya matukio makubwa yajayo. Ameongeza kuwa tarehe 9 Septemba kutafanyika mkutano maalum wa wadau ambapo mfumo huo utazinduliwa rasmi, huku wafanyabiashara wote wakialikwa kushiriki ili kupata mafunzo na kuelewa namna ya kujiunga na kutumia fursa za biashara zitakazotokana na AFCON 2027. Sisi tunatumia miundombinu yetu ambapo tuta unveil tarehe 9 mwezi wa 9. Naomba ili swala mlizungumze sana, kwa sababu hapa ndio wafanyabiashara watakuja wote, tutasign MOU, Memorandum of Understanding, na kampuni zote ambazo zitakuwa hapa
Zingine tunaanza nazo mapema, tushaanza nazo, wameshakubali. Kuna wengine kama leo tuna meeting na kampuni moja Francis nikahitaji hapa, ni kubwa tu kuzungumza masuala ya kuwa katika haya miundombinu. Na wazalishaji wa bidhaa na maafisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara la Afrika kujifunza kutokana na mabadiliko ya viwanda ya China inayoimarishwa kwa mipango ya muda mrefu, kuwekeza katika uvumbuzi na ujuzi na kufuata njia ya maendeleo inayoendana na mazingira ya Afrika. Hayo yamebainishwa kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa 2026 uliofanyika huko Johannesburg, ambapo ofisa anayeshughulikia biashara wa Kenya kwenye ubalozi wa Kenya mjini Pretoria, Bwana Ryan Njendi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyowekwa vizuri, kama China inavyopanga. Kwanza inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Asante sana mtazamaji, haya ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, maambukizi ya Ebola yazidi kuongezeka huku vifo vikifikia 796 nchini DRC.